Kila mmoja ana mbinu zake za kufanya kitu mpaka kieleweke hicho. Eka shilingi milioni 2 zikope popote, tutakutilia milioni 12. Lakini usimwambie mtu yote zikope alafu fanye huko. Na mimi mwisho nikamwambia sikufahamu, mimi sitapeliki. Ananiambia nitajie namba zako za siri. Namba za siri tena? Kamwambia haya, inshallah nikatajia. Leo tuko hapa katika kisiwa hiki cha Pemba. Tumekuja kwa sababu ni muendelezo wa ile semina ya Ni Rahisi Sana ambayo tulikuwa tumeifanya kwa ajili ya wazee kule Unguja. Hasa tumeendelea nayo na hapa Pemba. Na lengo hasa ni kupata wazee ambao wameshastaafu na wengine ambao hata hizi teknolojia na mambo mbalimbali hawaelewi. Kwa hiyo unakuta wao ni rahisi sana kutapelika, rahisi sana kwamba wanaweza wakatapelika wakaweza kufanywa mambo ya utapeli. Napenda nitoe shukrani nyingi kwa TCRA kwa kutuita katika jumuiko hili ili kutueleza athari za mtandao na mambo ambayo yanaweza kusababisha athari kwetu. Kwanza kuna swala zima la fursa mbalimbali ambazo huwa tunaziona mtandaoni. Kuna mikopo ya mtandaoni. Hizo ni fursa. Mkopo ni fursa wa mtandao, lakini fursa hiyo unatakiwa uihakiki kwanza kabla ya kuiendea. TCRA inakujulisha kwamba usifungue kiunganishi chochote kile kwenye mtandao bila kuhakiki chanzo chake. Nashukuru kwanza kwa kutupa huduma hii alotupa leo, elimu alotupatia ya kutupa elimu na matapeli wanaotuibia pesa zetu, wanaotudanganya nguvu zetu, wanaotupa vitisho kwenye nafsi zetu. Maana kwamba alete milioni 4-5 akutisha hivyo. Kwanza tushukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia leo hii tukapata dozi nzuri ambayo kuwa kipindi kikubwa watu wakipata tabu. Kila mwananchi kwa wastani atakiwa adhibiti usiri wa simu yake na asiutoe kwa mtu mwingine, nikiamanisha asiseme password yake wala asiongee na watu ambao yeye hajawatambua. Hakikisha una nywila au password au neno la siri ambalo ni thabiti na ambalo ni imara.